Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Wilbert Siwa amesema tukio hilo limetokea baada ya watoto hao kunyongwa kisha ng'ombe 15 waliokuwa wanawachunga kuibiwa. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Doto Lubongeja, mkazi wa Madundasi, wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya, kwa tuhuma za mauaji ya watoto watatu wa familia moja kwa kuwanyonga shingo. Watoto waliouawa ni Petro Amos miaka 8, Samu Amos miaka 6 na Nkamba Amos miaka 4, wote wakazi wa kijiji cha Madundasi. Tukio hilo lilitokea Januari 15, 2026 katika kijiji cha Madundasi, ambapo mtuhumiwa aliwaua watoto hao baada ya kuwakuta peke yao wakichunga ng'ombe eneo la jirani na nyumbani kwao. Baada ya kutekeleza mauaji hayo, aliiba ng'ombe 15 walizokuwa wakichunga watoto hao, kisha kuziswaga na kwenda kuzificha nyumbani kwa mjomba wake aitwaye Masoda Kurwa, anayeishi kijiji cha Madundasi B, na kuanza kutafuta mteja, ambapo alifanikiwa kuwauza ng'ombe hao na kupata fedha kia taslim shilingi milioni 5.1 laki. Siwa ameongeza kuwa jeshi la polisi lilifanya msako uliowezesha kukamatwa kwa mtuhumiwa ambaye alikutwa na pesa taslim ambazo zinadaiwa kuwa ni mauzo ya ng'ombe hao, huku akisema kuwa upelelezi wa tukio hilo unaendelea ili mtuhumiwa afikishwe mahakamani na sheria ichukue mkondo wake. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kuchunguza matukio ya mauaji walianza msako mkali na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa Doto Lubongeja pamoja na mtuhumiwa mwingine aitwaye Masoda Kurwa, ambao walishirikiana kuuza ng'ombe hao. Kupitia msako huo, askari hao walifanikiwa kuwapata ng'ombe wote 15 waliokuwa wameibiwa pamoja na fedha taslim kiasi cha shilingi milioni 5.1 laki zilizopatikana baada ya kuuzwa kwa ng'ombe hao. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya kujipatia mali kwa njia isiyo halali. Upelelezi unakamilishwa ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watuhumiwa. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wanajamii kujiepusha na tamaa za kujipatia mali kwa njia isiyo halali na badala yake kutafuta shughuli halali kwa ajili ya kujipatia kipato halali na sio kufanya uhalifu na ukatili kwa watoto kama ilivyofanyika katika tukio hili. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limewataka wananchi kuendeleza ushirikiano kwa kutoa taarifa za uhalifu ili kudumisha amani na usalama katika jamii. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.